Yaani mwanzo inavyoanza inaingia mwilini, lakini baada ya kuingia inaenda kukaa moyoni. Aliongea Malkia, akanyanyua mkono wake, akapeleka kwenye maziwa yake yaliyojaa, akayakamua maji yaliyotokana na mvuke wa pishi lake aliyokuwa anapika, akianzia kwenye maungio, mwisho na malizia kwenye chuchu zake mchongoko. Ni kama ng'ombe anayekamuliwa. Akasogeza sahani na kuweka vyakula alivyokuwa anapika kwenye jiko lake ambalo unapika umesimama, ni kama majiko yetu ya kisasa. Basi akasogeza vyombo na kuanza kupakua kile chakula. Na kumbe mwisho wake huwa ni hivi. Najikuta tu na kumisi. Natamani uwe karibu. Japo kuna mashuka, ila joto lako nalitamani. Uwe tu kitandani ukinikumbatia. Malkia aliongea huku anageuka. Kifuani hana kitu. Ni mikufu shingoni ile ya kumetameta na kingozi kinachoning'inia kwenye sehemu zake za siri. Mkononi tayari alikuwa ameshika sinia la chakula. Jicho lake kubwa la duara akalifumbua kama ndo anaanza kutazama kwa mara ya kwanza. Aliponifikia akanisogelea mimi ambaye nilikuwa nipo kitandani nimejilaza. Akakaa kando yangu na kunipa chakula, maana Malkia kwake ana vyumba vingi na kila chumba kina sehemu ya starehe kwa ajili ya kukaa na kwa ajili ya kujipumzisha. Manofu, yaani najisikia vibaya. Siku hizi nikiona upo na wengine unapa hiyo hazina yako, basi tunajikuta nachukia. Malkia aliongea huku anatabasamu. Nilita tabasamu liloambatana na ndita za kiulizi. Basi mimi nikaa chakula na kumtazama vizuri. Hapo tayari kuna kitu nikaa nimeshajua. Malkia, huko ndo kupenda kwenyewe. Ndo nini unamaanisha? Basi nikamsogelea Malkia na kumshika kiuno. Nikamnyanyua na kumweka kwenye mapaja yangu. Namaanisha wewe unanipenda mimi. Upendo na wivu vinakaa pamoja. Mtu akikipenda kitu hatotamani kiende kwingine. Kumbe ndo hivyo. Ndio Malkia. Tukatulia kimya. Pua zetu zikawa zinaendelea kufaidi manukato mazuri ya kwenye jumba lile la Malkia. Mikono yangu ilianza utundu, katembea taratibu na kumshika kwenye tumbo lake. Basi Malkia alitulia, sio kwamba kupata hisia, ila lipo kubwa aliyokuwa anafikiria. Akanigeukia kwa nywele zake ndefu za kichwani zikigusana na pua yangu. Aligeuka upande. Sasa nifanyeje Manofu? Maana nateseka sana. Kuna kingine ninachohisi moyo wangu nadai nje ya hiyo hazina. Ukweli Malkia, jibu lake linahitaji subira. Maana kukubali ombi lako ni kukubali kuyatoa maisha yangu kwa ajili yako. Pia hii itakatisha maono yetu ya kuongeza uzao wa jamii nzima. Malkia akanipapasa kiganja cha mkono wangu. Yaani sijui ndo hivyo. Nahisi kama unavyosema kupenda. Hilo nahisi ndo tatizo. Na vipi kuhusu maono? Natamani asiharibike. Malkia alijibu haraka akanigeukia. Basi nikajua anachotaka Malkia. Japo siwezi kuwa jibu la swali lake, lakini nilikuwa na uwezo kufanya chochote kwa ajili ya kumtuliza kwa wakati huo. Akili yake ikatulia na kumpa nafasi ya kuwaza mengine. Basi nikamshika begani Malkia na kumwegesha kifuani kwangu. Nywele zake ndefu za kichwani nikawa nazilaza. Malkia, usihofu, mimi nipo. Kuhusu hali yako, tunaweza panga mipango thabiti baada ya kumaliza hili la jamii yako. Malkia kainua sura na kunitazama huko anatoa mchozi.
Kweli utanifanyia? Aliuliza ili kupata uhakika. Ndiyo, nakupenda, ni mkarimu, mpole, una huruma kwa watu wote. Hicho ndio kimenivuta. Namna unavyoweza kuongoza watu. Baada ya kumwambia nikaona Malkia ametulizana. Akavuta pumzi ndefu. Akaishusha. Kaanza kuwa taratibu sasa, tofauti na mwanzo. Hivyo unavyosema unanipenda, sijui kwa nini Manofu, huwa najisikia raha. Itakuwa sio vibaya ukisema tena. Okay. Basi nitafanya kwa ajili yako. Nakupenda Malkia. Hapo Malkia akacheka na kucheka. Kicheko kilichoongeza uzuri wake. Meno yake meupe ya kung'aa yakaonekana. Nikajikuta mapaja yangu yanaloana na vimaji vya hisia vilivyotokana na asali yake. Kama unavyojua huwa havai nguo. Basi mjamaa wangu akazinduka na kupiga piga. Japo tayari muda huo nilikuwa nimeshatoka kutembea na wanawake watatu tayari kabla sijaitwa kwenye chumba cha Malkia. Basi Malkia akamgeukia jamaa wangu na kuanza kumpiga mikono. We, Hazina tulia. Akanitazama kwa tabasamu. Anafuja huyu. Aliongea kwa namnyosha kidole. Basi wote tukacheka. Manofu, naam. Nimefurahi leo kutusurprise na kutujia mchana. Ni muda mrefu tangu uende duniani kwenu. Ndio, ni kweli Malkia. Kuna vitu nataka nikuonyeshe. Aliongea Malkia huku ananiachia. Akainuka na lile umbo lake zuri la kuchengua. Alikuwa mbichi. Kama unavyojua mambo hadharani. Nifuate, alisema. Nami ingawa nilikuwa na uchovu, kupiga warembo watatu tayari. Nikapiga moyo konde, nikavaa suruali na shati langu, nikaanza kumfuata Malkia mara moja. Wale walinzi wake walikuwa wanatusubiri nje. Kwenye chumba cha nje, basi wakaongozana nasi walipoona tumetoka. Nao kama kawaida ni watupu. Wako na silaha zao. Pamoja na michoro kadhaa iliyokuwa kwenye miili yao. Tukatoka hapo kwa Malkia. Ilikuwa ni ghorofa ya juu. Lango likafunguliwa. Tukatokezea kwenye uwazi wa juu. Na kwa chini kulikuwa na uwanja mkubwa. Huo ni tofauti na ule ambao Malkia huwa anaitishia mikutano na kuongea na watu wake. Kwa chini kulikuwa na vitoto vingi. Vipo kama buku mbili na ushenzi. Na vyote ni vya kiume. Viko vinapiga zoezi. Vinasimamiwa na ile mijimama mishupavu. Ni kina nani hawa ambao watoto wadogo afu sauti zao ni kama jeshi kubwa? Niliuliza mimi nikiwa sitambui. Basi Malkia akatabasamu na kunishika begani. Hawa ni wanao uliozaa na sisi kwa miezi ile kadhaa uliokaa kwetu. We, kweli nilishangaa. Mitoto yote ile ni yangu. Kweli ni balaa. Japo sio kosa langu, maana wenyewe ndo waliomba niwazalie. Na mimi nikaa nawapatia tu. Nashukuru sana. Sasa hili jeshi la kiume ndio tulikuwa tunalitaka. Umetuachia uzao bora kwa ajili ya kizazi chetu. Asante Malkia nawe. Hapa wanapewa kila kilicho safi kwa ajili yao. Hata mwanangu naye yuko miongoni mwao. Nataka wawe mashujaa. Wakajifunza kila kitu tangu utoto wao. Nikacheka. Kweli muda usimami. Yaani tayari nishakuwa baba wa majeshi. Malkia kanigeukia na kunibusu mbele ya walinzi wake. Ndio, wewe ni baba na mimi ni mama. Manofu safari hii. Basi naomba usiwahi kurudi kwenu duniani. Nataka tukae pamoja tukiwatazama wanetu mimi na wewe. Unavyoondoka unaniachia upweke. Nimekuzoea. Pia wanangoma wanajisikia vibaya wakiona haupo. Nikamshika mashavu na kumpa juisi ya kikubwa. Busu fulani la taratibu. Nilipomwachia alibaki amedata kwa kiu. Sawa, safari hii nitakaa sana. Lakini naomba nirudi mara moja nyumbani. Maana nilitenga maharage jikoni. Nataka nikaipue sija kaungulia. Manofu. Malkia aliongea kwa anajitikisa
na kujibembeleza kwa mideko. Naam, kweli naomba usiende sasa hivi. Kuhusu sufuria na hiyo mboga nitafidia. Basi akaagiza watu. Wakaja wale warembo wa kishujaa. Wakaniletea kiboksi. Huku amenipigia magoti kwa heshima. Baba na mume na kipenzi chetu, tunaomba upokee zawadi mahususi kwa ajili ya Malkia, waliniambia kwa unyenyekevu. Basi nikasogea na kuifungua kile kiboksi. Ilikuwa ni dhahabu tupu, kitu cha goldi. Ni vipande vitupu vya dhahabu. Kama utojali nitakuletea tenga zima. Ama zaidi, ushinde wewe tu, aliongea Malkia. Asante kwa hii tu, nashukuru sana. Maana tayari umaskini nimeuaga. Basi Malkia itabasamu kuona nimefurahi. Kisha akatulia. Sawa, na sisi tunaomba tufikirie basi ombi letu. Na zina yako tumehimisi. Utakula chakula na kila kitu unachotaka utapewa. Imradi tu ubaki kuendelea kutupatia hazina. Kweli? Ndio, watu wangu wamehimisi, hata mwenyewe pia, aliongea Malkia. Basi baada ya hapo tulipanga safari ya kwenda kwa mtabiri. Yule aliyetabiri kuhusu uzao wetu, kwamba ndio mimi nafaa kwa ajili ya kuendeleza uzao wao. Walinzi wake wa kike walipiga mluzi, kikaja chombo kutoka angani. Mimi na Malkia tukapanda. Wale walinzi walituaga kwa kutupigia magoti mpaka walipoona tumepotelea kabisa. Safari yetu japo ilikuwa mbali, ila ilikuwa tamu. Njiani tulipeana maneno matamu, tukitabasamu kwa bashasha. Ukiacha hivyo pia tulikuwa tunatalii kwa kutazama kwenye anga ndege wa aina mbalimbali wenye maumbile tofauti kabisa na waliokuwa duniani. Mtabiri alikuwa anakaa mbali na nyumba yake iko mlimani, ndani ya mti mnene wenye mizizi. Kufika pale nyumbani kwake hatukumkuta. Basi tukaenda kumfuata bustanini kwake. Huko ndo tukamuona. Yuko kwenye bustani kubwa ambayo ina madawa ya aina mbalimbali. Na kuona Malkia umekuja na mwenye hazina, aliongea yule mtabiri bila kugeuka nyuma. Baada sisi kuwa tumefikia, Malkia aliinama mpaka chini, huko ameweka mkono kwenye kifua. Heshima kwako mtabiri. Mtu yule alitabasamu na kugeuka. Ni mzee fulani hivi mwenye mandevu, yale mandevu yenye mvi. Ana muonekano wa kiume. Mkononi alikuwa ameshika mkongojo wa mizizi. Basi nami nikampa salamu. Na kuhitaji wewe Malkia wangu, na neno na wewe, aliongea yule mzee. Basi Malkia akanitazama mimi. Tukagana kwa ishara ya macho. Malkia akaungana na yule mzee ambaye ni mtabiri. Ukaanza kuelekea pamoja. Mimi nikana fuatilia kwa mbali taratibu. Mwisho akaenda mafichoni kwenye kisima kilichokuwa kimezibwa na miti. Naomba ukae pale na uiname na kushika magoti. Kuna kitu nataka niangalie katika future, aliongea yule mzee mtabiri. Basi Malkia kapanda juu ya jiwe lililokuwa mbele yake. Akainama kama alivyoelekezwa. Damu yake ikawa katikati ya bodi zake za mduara ikawa inaonekana. Mzee alicheka tabasamu la kifezuri, akageuka nyuma na kutazama kama kuna mtu anaona. Hakuona, maana mimi nilikuwa nimejificha. Ila naona tu, nachungulia kile kinachoendelea. Basi akaanza kuichunguza damu ya Malkia. Mara chungulia ndani kwa jicho moja, mara pigi vikofi, basi tu ni mradi usumbufu. Malkia alikuwa ametulia tu. Kuna chochote unachohisi? Aliuliza yule mtabiri. Malkia akasema hapana. Basi ni ukatuzungumze. Malkia akainuka na wakaketi. Mara hii mtabiri yule alionekana hana furaha kabisa. Malkia aligundua hilo, ila hakutaka kumuuliza mapema. Inakuwaje ujisikii kitu chochote? Mbona yule mwenye hazina akiwashika huwa mnasema mnajisikia raha?
Sijui, nadhani hiyo ndio sababu utabiri ulienda kwake. Malkia aliongea kwa anajikuna kichwa. Kwani hao wa duniani wana nini ambacho mimi sina? Na pia Malkia na huyu mtabiri, sikusema uje naye, kwa nini umemleta? Aliuliza mtabiri. Mimi sikuona shida, kwa sasa naye ni sehemu yetu, maana ndo katimiza nabii mkubwa kabisa wa kuongeza uzao. Mtabiri aligeukia upande mwingine, kisha akamgeukia tena Malkia. Naomba sasa tufanye kitu fulani kwa ajili ya huyu mwenye hazina. Kipi hicho mtabiri? Baada ya Malkia kuuliza, mtabiri alimgeukia Malkia, akamtazama kwa makini. Ni kama alitaka kucheza na fikra zake kabla ya kutoa jibu. Nataka tumpe chochote anachotaka, ikiwa ni kama zawadi yake ya shukrani kwetu sisi kwa kutuletea uzao, kisha tumruhusu aende duniani kwao kwa amani. Kivipi yani? Namaanisha huku ngomeni asirudi tena, abaki duniani kwao. Malkia kusikia kainuka na kusogea na akapiga hatua moja mbele. Hilo halitawezekana mtabiri, utanisamehe. Manofu ameshakuwa sehemu yetu na sisi ni wake zake. Yeye ni baba wa ukoo wetu. Hata hivyo, kabla ya usemi wako nishaweka makubaliano naye yanayopingana na yako. Baada ya kusikia hivyo, mtabiri alijisikia vibaya, akaongea kwa sauti ya chini. Malkia, kwanza heshima kwako. Lengo langu sio baya, ni usalama. Tatizo huyu mwenye hazina hatulii sehemu moja. Leo kaja kwetu, kesho nakuta amerudi duniani. Hapo shida nini sasa? Aliuliza Malkia. Shida ni usalama wa asali yetu. Lango letu linapobaki wazi muda mwingi, ni rahisi kuingiza maadui na viumbe wengine hatari kutoka sayari nyingine. Malkia alikusikia, alirudi tena akakaa pale kwenye jiwe karibu na mtabiri. Manofu ataendelea kukaa kwetu, atafanya chochote anachotaka. Hii ni ahadi niliyokubaliana naye. Mzee mtabiri alichoshwa na msimamo wa Malkia. Kwa nini unamng'ang'ania yule kiumbe? Ana nini? Malkia akacheka na kumgeukia mtabiri. Hivi leo hii ndo hujui yule ana nini? Mtabiri alitulia, kanyanyua makalio na kuyasogeza karibu na kitupu cha Malkia kilichonakishiwa na shanga mbalimbali za kupendeza. Mtukufu Malkia. Malkia aligeuka na kumtazama mtabiri bila kujibu. Najua mimi ndo niliotoa utabiri huu. Alafu isitoshe mimi nimefanya vitu vingi kwa ajili ya ngome, lakini hamjawahi nifikiria. Najisikia vibaya, aliongea mzee ule kwa huzuni. Hali hiyo ilimshangaza Malkia. Kwani ni kipi ambacho hatujakupa mtabiri? Bwana, tumefanya kila kitu kwa ajili yako, na hapa kwenye ngome upo kama mzizi mkuu, sisi ndo shina. Ni sawa, lakini hamjanipa kama mnachompaga yule mwenye hazina. Mtabiri aliongea kwa ananyosha kidole kule walikoniacha. Basi Malkia akatabasamu. Mtabiri, wewe mwenyewe unajua hakuna kinachoingiliana na malango yetu isipokuwa hazina, aliongea Malkia. Sawa, nadhani wakati natoa unabii sikujitafiti. Mbona nami nipo kama yule, na ndevu, sina kifua cha kuning'inia kama vyenu. Pia ninacho kama cha ule, na hisi ni hazina, sema tu sikujiamini. Kipi mtabiri? Basi mzee ule mtabiri alinyanyua kanzu yake, maana huwa anavaa kanzu ila ni tupu, ndani havai kitu. Akaifunua ile kanzu na kumwonyesha kitu chenyewe ambacho ni hazina, ambacho alisema nayo ni hazina. Inaweza kuwa inafanana na ya Manofu. Malkia alikaza macho katikati ya miguu ya mtabiri ili ajionee hiyo hazina. Je, ni kweli mtabiri naye ana hiyo hazina ama ni wivu wake tu? Basi mdau, naomba usikose sehemu ya pili. Nisema nitasimulia live, basi naomba Mungu anisaidie kwa ikawa hivyo. Taarifa nitawapa siku 2 kabla au masaa machache, nadhani ni Jumapili. Kama nitatoa live basi itakuwa ni siku ya Jumapili.
basi usitoke siku hiyo. Kama ni Jumapili, basi Jumamosi mapema taarifa itakuwepo mapema. Nikutakie basi siku njema na nikushukuru kwa kuendelea kuungana nami katika chombozo hili tamu la kusisimua. Basi kama huja subscribe, nikukumbushe kufanya hivyo, subscribe. Acha maoni yako hapo chini, like na kushare kwa marafiki. Asante.